nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wal ashabi ila yawmil ba'thi wal jazaa. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwatul muslimun, inna khutubati mutawajjiha ila wafati rasulil a'zam, wa huna adhkuru qawlahu yawma nada ashabahu qailan ya ayyuhan nas balaghani annakum takhafuna mauta nabiyyikum fa akhlada fikum illa anni la haqqa bi rabbi wa antum lahaquna bi fa usikum bil muhajirin al awwalina khaira wa usil muhajirina fima bainahum fa inna allaha ta'ala yaqul wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma fasalli ala muallimil ummah alladhi ja'ana bi khayri dunya wal akhirah thumma anqadhana min al-kufri wa hadana wa lam yuhajiri ila rabbil ghufuril khalq illa awrathana al-ulum an-nafi' wa nastati'u an naqula fi hadha al-qarn al-hadir al-ilmu malul mu'dimin idahum kharaju min ad-dunya bighayri hutami wa akhul jahalati fil hayati ka'annahu sa'in ila harbin bighayri husam. Unzuru ila al-aqwami kayfa samat bih tilka al-ulumi ila al-mahallisa. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallahi ayyuhan nas. Ama watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi isipokuwa turejeshe shukurani kwa Allah jalla jalalu, Allah ambaye aliyetujalia sisi tangu juzi tunaishi katika sehemu hii na bado mpaka muda huu Allah ametujalia sisi tuna hema na kupumua. Yote haya ni mapenzi ya Allah jalla jalalu. Abda'u bi dhikri al-maut. Innal mauta miqatul ibadi. Ta'ahabu lilladhi la budda lahu minhu. Al-mautu sabiluna wal qabru kafiluna wa ila al-qiyamati tahmiluna wa ila al-qiyamati tahawiluna wallahu yahkumu bainana wa huwa khairul hakimin. Wa kafa bil mauti wa'idha walakinna al-quluba qasiya la tata'awadh. Watukufu Islam, muda huu tutayakumbushia mauti, kwa sababu mauti ndiyo njia yetu. Hakuna njia ya mkato, hakuna udhuru. Innal mauta la tubqi wala tadhar. Hakika ya mauti hayatombakisha yoyote, wala hakuna udhuru wowote. Wala malja minhum wala wazar. Wala hakuna yoyote ambaye ataipukana na mauti, wala dharura ya kujitetea penye mauti. Ta'ahabu lilladhi la budda lahu minhu. Jiandae na ile safari ambayo kuna budi wewe utakwenda katika safari hiyo. Huelewi wakati gani, muda gani, saa ngapi. Mauti ndiyo njia yetu. Kaburi ndiyo malalo tutakayolala. Mwanadamu atalala mpaka ubavu wake utaoza.
na kisimamo ndiyo mageuzi, na Allah ndiye hakimu muadilifu ambaye atatuhukumu sisi baina yetu. Yametosha mauti kuwa ni mawaidha, lakini nyoyo zetu zimekuwa ngumu, haziwezi tena kuaridhika. Fama ala almuslim, hakuna kwa muislamu yoyote illa an yatazawada min dunyahu li akhiratihi qabla an yafuta alawan, isipokuwa mwanadamu anatakiwa afanye juhudi iliyokuwa kubwa ya kutafuta zawadi kwa ajili ya akhira yake kwa muda wake huu mfupi ambao anaishi hapa katika maisha ya dunia. Waqala alayhi salatu wassalam, mali walidunya ma ana fi dunya illa karakib istadhilla tahta ash-shajara thumma raha wa tarakaha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaueleza umma wa Kiislamu kuonesha wazi kuwa mwanadamu hana njia ya kuokoka na mauti. Alipiga mfano yeye mwenyewe akasema, mali wali dunia, si chochote mimi katika maisha ya dunia, sina muda wa kuishi katika dunia isipokuwa muda wangu wa kuishi sawa sawa na msafiri ambayo yuko juu ya kipando, anatembea katika safari yake katika jua kali, safari yenye kurefuka. Akafika njiani akakuta mti wenye kivuli, kwa sababu ya jua kali akateremka kipando chake, akapumzika kwa muda mfupi. Baada ya muda akapanda kipando chake akaendelea na safari yake. Hiyo ndiyo mithili ya maisha ya mwanadamu yalivyo. Waqala Allahu subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza wama al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala aydan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى أيضا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى، وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Hayo ni maneno matukufu ya Allah jalla jalalu kututhibitishia kama mwanadamu, kila mwanadamu anahitaji afanye maandalizi kwa bidii.
istaida lilmauti qabla nuzuli lmauti, tujiandae na mauti kabla hayajatufikilia mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi, kila roho itaonja mauti. Na baada ya muda mwanadamu atafanyiwa matayarisho ya kulipa malipo yake kwa ajili ya mzunguko wake wa maisha yake yaliyozungumka katika ulimwengu. Yule ambaye ataikanya nafsi yake, ataidhulumu nafsi yake, aikandamize nafsi yake, Allah atamshunga na akamwepusha na moto, faqad faza, hakika huyo amefaulu ufauluji uliokuwa mkubwa. Na yule ambaye ataiachia nafsi yake, wataghalghula ala hududhi dunia, igaregare katika takataka za maisha ya dunia, hakika huyo amedanganyika na mdanganyifu mwenye kudanganya. Qul innal mauta alladhi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaambiwa ni Allah, ueleze umma wa Kiislamu yale mauti, hakika yale mauti ambayo wanayahofia, wanayaogopa na kuyakimbia, iko siku watakutana nayo na watarudi kwa Allah ambaye ni mwenye kujua siri zenye kuonekana na zisizoonekana. Na siku ya kiyama atakuambieni yote mlioyatenda, hata kama wanadamu wameshayasahau, Allah yeye ameyadhibiti na kuyahifadhi. Aina ma takunu, popote mwanadamu atakapokuwa, vyovyote alivyo, kuwa tajiri, kuwa maskini, kuwa mfalme, kuwa raia, kuwa mtumwa, kuwa bwana mkubwa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema popote mtakapokuwa, vyovyote mtakavyokuwa, hakika ya mauti mtakutana nayo, hata kama muko katika ngome iliyokuwa madhubuti na ulinzi na bunduki. Mtume anasema waqam min qusurihimul aliya, kwani ni wangapi ambao waliokuwa juu ya majumba yao yenye sengenge na ulinzi na bunduki, wa neema samia, na neema zilizokuwa zikijulikana katika ndani ya nchi na nje ya nchi. Sifa zao zilikuwa kubwa, wadhifa wao ulikuwa mkubwa, pahala wakikosekana ilikuwa ni shida, mpaka wapatikane ndiyo watu watafurahi, mambo yatakuwa vizuri. Ila radimil quburi wahia, lakini mauti yakawatoa katika nyumba zao walizozizoea, katika vyeo vyao na mali zao. Ila radimil quburi wahia, mauti yakenda yakawalaza katika nyumba za udhalilifu na unyonge, nyumba za vichaka, nyumba za kisa, nyumba za tope. Mwanadamu anahamishwa katika makazi yake aliyoyazoea, anavuliwa nguo zake alizokuwa amezizoea, anaondoshwa juu ya godoro lake alilokuwa akilala, anageuka kulia na kushoto, anahema na kupumua, anakwenda kulazwa katika mwana wa ndani, sehemu nyembamba haitimii hata shibiri moja, analazwa kwa ubavu mmoja, anavalishwa nguo ambayo hajapanga kuivaa katika maisha yake, wala hakupanga kuivaa, anafungwa mfungo wa pipi, haachiwi sehemu ya kutolea hewa, kuhema wala kupumua. Analazwa katika mwana wa ndani kwa ubavu mmoja,
kisha linachukuliwa tofali, anabanwa katika kifua chake cha nyuma na kiambaza cha mwanandani, sura yake iliyokuwa mzuri. Yule mpenzi wake ndiye ambaye anamsegeka vizuri asipate kuzungumka. Kisha unachukuliwa ubao mzito, anayekewa juu ya ubavu wake, halafu unachukuliwa udongo na mazito yaliyo juu ya udongo, anateremshiwa juu ya ubavu wake. Lau naja insana min almauti, lau kama kwangekuwa kuna njia ndogo kabisa ya kuokoka na mauti, naja sayyidi rusuli, engeokoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana wa mitume, sayyidul khalqi, bwana wa viumbe, kiongozi wa wacha Mungu, bwana wa mwisho, bwana wa mwanzo na wa mwisho, mpenzi wa Allah. Tunaji rabbahu, aliyenong'ona na Allah, mpaka Jibril alimwambia Buraq, ya Buraq, kwa nini unafanya jeuri? Kila kiumbe kinategemea shufaa kwake yeye. Pepo iko kuliani kwake na moto uko kushotoni kwake. Mwenye kumtii huyo dakhala aljanna, na mwenye kumwasi ataingia motoni. Lakini yeye hakuokoka na mauti. Ilitokea siku miongoni mwa siku, Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea ujumbe wa kumwambia, innaka maitun, ewe Muhammad, kumbuka wewe utakufa, utatoka katika ulimwengu, utaukimbia umma wako, utawaacha wapenzi wako, wale unaowahurumia. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipopokea maneno haya matukufu, yataharraku binafsihi taharika, nafsi yake ilipata mtikisiko mkubwa kwa sababu ya kukumbuka umma wa Kiislamu. Vipi utaishi? Utasimama katika njia gani wakati alipokuwapo yeye mwenyewe anauzuia huku na huku? Usitumbukie katika maasi, usitumbukie katika shimo la moto. Maka Allah jalla jalalu akampelekea meseji nyingine, akamwambia, wama ja'alna libasharin min qablika alkhuld afa imita fahumul khalidun. Ewe Muhammadi, hatujawahi kupeleka kiongozi yoyote katika ulimwengu akaishi milele. Kumbuka wewe utakapokufa na hao wengine hawatobakia, umma wako hautobakia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopokea maneno haya, nafsi yake ilitulia, akajua kwa hakika ahadi ya Allah haina kwenda na kurudi. Akauelekea umma wa Kiislamu kueleza maneno matukufu na kuweka katika position iliyokuwa sawa kwenye mafanikio yaliyokuwa bora. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, istaqimu ala sunanil yaqin wastadimu rida rabbikum bitaqwahu fi kulli hin wahadharu dunya fa innaha daru dhani la sakana fiha wa matjaru arbahil arifiha wa masdaru falahil aifiha baqa'uha ma'dum wa fana'uha mahtum wasailuha mahrum wa nailuha masmum. Haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anatueleza wazi kama umma wa Kiislamu wenye matarajio kupata maisha mazuri baada ya kuondoka katika maisha haya mafupi. Anatuambia
istaqimu ala sunanil yaqin, tengeneeni katika mwenendo uliokuwa sahihi, simameni katika mwenendo uliokuwa sawa sawa. Wastadimu ridha rabbikum bitaqwahu fi kulli hin, na mdumu katika kutafuta radhi za Mola wenu muda wote mtakaoishi katika maisha yenu ya dunia. Wahadharu dunia, iogopeni sana dunia. Fa innaha daru dha'ani la sakana fiha, hakika ya dunia siyo sehemu ya kuringia, siyo sehemu ya kudumu. Hakika ya dunia ni sehemu ya biashara mzuri yenye faida kwa wale wenye kuitumia vizuri, wenye kuitambua dunia, na ni sehemu ya mafanikio bora kwa wale ambao wataitambua dunia. Baqauha ma'dum, kubakia katika maisha haya ya dunia, hichi ni kitu adimu ambacho hakiwezekani kwa mwanadamu. Wafanauha mahatum, na kuondoka katika maisha ya dunia, hichi ni kitu cha lazima, jambo la lazima lililokwisha hukumiwa. Kuipenda dunia ni haramu kwa muumini, na kuitamani dunia, kuifukuza dunia, mwisho wake itakuwa sumu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watukufu Islam, lau kuwa kuna sehemu ya kuokoka na mauti, engeokoka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini yeye ilipofika akhiru shahri safri, lamma marra rasulu sallallahu alayhi wasallam, ulipofika mwisho wa mwezi wa mfunguo tano, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliugua maradhi siku 13 mfululizo. Ulipofika mwezi wa mfunguo 6, sawa na mwezi aliozaliwa, fa idha bil babi tariqatun tariqa, malakul mauti anabishahudi katika nyumba takatifu ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anakwenda kuchukua roho takatifu kwa upole na utaratibu, kwa heshima kubwa na unyenyekevu. Aliyekwisha samehewa madhambi yote yaliyotangulia na madhambi yanayokuja, alitolewa roho kwa utaratibu mno bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, huku malaika wakimpa bishara njema, wakimwambia alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna, usiwe na hofu wala usihuzunike, tena kwa utaratibu, huku wakimpepea. Wakati ulipogongwa mlango kwa nguvu, Fatuma akiwa yuko karibu na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo lilimshangaza Fatuma tahiratul batul, mwana mpenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatuma akatamka, akasema kwa ukali, kwa hasira, kutokana na utungu, kumwangalia baba yake, hali yaliyo anavyohangaika, yuko katika hali mzito, katika sakaratil mauti, jasho linamwaika, hali imeshabadilika. Mundi ukishuka mpaka usaidiliwe, upandishwe juu ya kitanda, hawezi tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kupandisha mundi. Anazungusha kichwa kulia na kushoto, kushoto na kulia, hali yake imekuwa mzito, pumzi yake imekuwa dhiki kuhema na kupumua. Wadhaqatil anfas, pumzi inakuwa nyembamba mno. Fatuma akatamka akasema, nani ambaye anamhangaisha baba yangu? Nani ambaye anamshughulisha baba yangu akiwa yuko katika hali mzito? Wakati huo Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuuliza, ya Fatuma, ewe Fatuma, hal taarifinahu wa man bil babi, unamjua huyo aliogonga mlango? Na ni nani huyo unaozungumza naye? Wakati huo Fatuma alinyanyua jicho lake kwa sekunde tu kuangalia dirishani, kumwangalia nani anayegonga mlango kwa nguvu. Nyumba iliyozuiwa na Allah,
kugongwa wala kuhodishwa. Na jicho la malakul mauti likaangalia dirishani kwa sekunde kumwangalia nani anazungumza maneno makali ya hasira, likagongana kwa sekunde. Fatuma wakati huo alianza kuona mwili unatetema, nafsi yake ikaanza kufadhaika, moyo wake ukapata hofu iliyokuwa kubwa, ulikuwa unapiga kweli kweli. Sababu ya jambo lile, Fatuma akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya abi, ewe baba yangu, bilbabi shakhasun, penye mlango pana mtu, qad nahani wa afza'ani ma raaitu asla, mtu ambaye amenishangaza na amenifadhaisha, mtu ambaye sijawahi kumuona tangu kuzaliwa kwangu. Man hadha alladhi aqsha'ara minhu jildi wa rajafa minhu fuadi, ewe baba yangu, hebu nipe habari, nieleze ni mtu gani ambaye anatetemesha mwili wangu na kufadhaisha nafsi yangu na kuingiza hofu katika moyo wangu, ewe baba yangu nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anatamka maneno haya kumueleza mwanawe mpenzi, ikiwa sauti yake ni mzito, inatoka kwa shida, kwa dhiki. Mtume anamwambia, ya Fatuma, ewe Fatuma, hadha hazimul ladhat wa mufarriqul jamaat wa mukharribul buyuti wadur wa muammarul qubur wa muyatimul atfal wa murammilun nisa wa mufuji'ul ahbab wa musawidul a'tab wa khatifu shabab. Hadha malakul maut faftahi lahul bab. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anatamka maneno hayo, machozi yanatiririka katika macho yake, jasho linamwaika, pumzi zinakwenda kwa uzito, sauti inatoka mzito. Anasukuma mguu wa kulia kwa nguvu, anakunja mguu wa kushoto kwa nguvu, akiwa katika hali mzito. Anamwambia, ya Fatma, hadha ladhat, ewe Fatuma, huyo ndo mwenye kukata ladha, ladha ambayo wewe Fatuma unaipata baina yako wewe na baba yako, baina yako wewe na mpenzi wako, wale watu wa karibu unaowafahamu unaowapenda. Huyo ndo mwenye kukata ladha. Wa mufarriqul jamaat, Fatuma, huyo ndiye ambaye anawatenganisha waliokuwa wengi. Hebu angalia ndugu yangu Muislamu, wazee wetu wangapi, ndugu zetu wangapi, mashekhe wetu wangapi ambao tulikuwa nao wakati kama huu, tunazungumka nao, wakawa wao ni viungo katika sehemu zetu kama hizi. Shida zetu zinatatuka kwa ajili ya wao, lakini leo muda huu wako wapi? Wa mufarriqul jamaat, anamwambia, ya Fatuma, huyo ndiye ambaye ni mwenye kuwatenganisha waliokuwa wengi. Wa mukharribul buyuti wadur
Fatuma, huyo ndiye ambaye anavunja majumba, anaimarisha makaburi. Nyumba zimetiwa kufuli, baba ameondoka, amewaacha watoto mayatima, wanahangaika kulia na kushoto. Mama mzazi anateseka kwa sababu ya mayatima. ومفجع الأحباب وميتم الأطفال والبنات. Anamwambia Fatuma, huyu ndiye ambaye anasababisha watoto wa kike na wa kiume kupata udhalilifu wa uyatima. Leo watoto wangapi wa kike na wa kiume wanadhalilishwa katika miji na mitaa, wanakashifiwa kwa sababu tu ya uyatima. Baba ameondoka, wakati mwingine na mama ameondoka, watoto wanasambaratika, wanahangaika kulia na kushoto. Baba anaondoka, anambakisha mama na watoto wasiopungua 8. Baba aliyekuwa mlinzi katika familia, baba aliyokuwa akitoa furaha katika familia, huduma za kila aina, baba aliyekuwa akiwapatia masomo, heshima mzuri. Lakini baba akaondoka, akapelekwa katika lahadi. Siku ya kwanza watu wakarejea nyumbani, wakaishi siku ya kwanza. Watoto wakaikwa pembeni wasije wakaiona maiti wa Jufita wa Inkunta Habiba. Akawa ni mzoga, hali ya kuwa alikuwa ni mpenzi kwa watoto. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, watu wanachawanyika kwenye matanga, kwenye huzuni. Anabakia mama na watoto. Watoto wanarudi nyumbani, wanakwenda kuiangalia nyumba, wanakwenda mbele. Wakifika nyumba imetiwa kufuli, wakirudi nyuma wanaangalia nyumba imetiwa kufuli, wakaanza kuvunja kufuli. Tukiwa sisi watazamaji tunaangalia, wa kike na wa kiume hawajui pa kwenda wala pa kurejea. Wakaondoka, wakenda kwa shangazi, wakafukuzwa. Wanakwenda kwa mjomba, wanafukuzwa. Wanakwenda kwa bibi, wanafukuzwa. Wanakwenda kwa mama mdogo, pia wanafukuzwa. Mama mdogo kwa kudhia akawaambia, enyi watoto wangu, ingieni huko uani, nimewaandalia dhifa kwa ajili yenu, kuweni na furaha. Watoto wakaingia kwa furaha iliyokuwa kubwa. Baadaye akawaingiza katika chumba cha siri, akaanza kuwavua nguo watoto wa kike na wa kiume. Hawawezi kujichumia, hawawezi kujitetea, wanatafuta msaada kulia na kushoto, kushoto na kulia, msaada umekosekana. Akaanza kuvuta waya, sio bakora ya kawaida. Akaanza kuwachapa wale watoto. Watoto wanaomba msaada, msaada ulikosekana, mpaka watoto wakatiririka damu, huku akiwaambia, leo nakukomesheni kwa sababu ya kuniikia bughudha. Mimi na mume wangu sina raha na watoto wangu, leo nakukomesheni, kwani wazazi wenu mimi ndiye niliyewaua, ndiye niliyewaondoa katika maisha ya dunia. Wa muyatimul atfal. Anamwambia, ewe Fatuma, huyo ndiye ambaye anasababisha watoto kuwa mayatima. Wa musawidul a'tab. Huyo ndiye ambaye anawafanya wanawake kuwa wajane, wakahangaika na maisha ya dunia, wakawa wanadhalilishwa kwa sababu ya watoto mayatima. Wa musawidul a'tab. Fatuma, huyo ndiye ambaye anapigisha weusi sehemu zenye kung'ara. Wa mufujiul ahbab. Anamwambia, Fatuma, huyo ndiye ambaye anatenganisha mpenzi na mpenzi wake. Mpenzi wako unalala naye godoro moja, kitanda kimoja, unajifunika naye shuka moja, ukimtikisa wa Jufita wa Inkunta Habiba, ameshakuwa mzoga, unakwenda kumlaza katika mwana wa ndani. Wa khatifu shababi hadha malakul maut.
anamwambia huyo ndiye anayenyakuwa vijana wenye nguvu, na huyo ndo malakul mauti. Faftahi lahul baba, mfungulie mlango aingie ewe Fatuma. Milango ikafunguka. Malakul mauti akatoa salamu akasema, assalamu alaikum ya ahlu baiti nubuwa wa risala, amani iwe juu yenu enyi watu wa nyumba ya mtume na mtume mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, ya akhi malakul mauti, ewe mpenzi wangu malakul mauti, ajiitani zaira am qabidha, mbona leo umekuja mapema? Umekuja kunitembelea au umekuja kuchukua roho yangu? Malakul mauti anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mazatu qablika fi dari dunya, sijawahipo mimi kumtembelea yoyote katika maisha yangu tangu kuumbwa na Mola wangu, nikenda nakwenda kuchukua amana niliyotumwa na Mola wangu. Leo nimekuja kuchukua roho yako, walakin umirtu, lakini nimeamrishwa an akuna bika shafiqan wa alaika raufa, niwe kwako leo mpole na niwe mtaratibu mno. Fa in qulta iqbidh faqabadhtu wa in qulta irji' faraja'tu, ukinambia nichukue roho yako nitachukua, lakini ukinambia nisichukue sitothubutu kuchukua. Unasemaje? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia malakul mauti, billahi alayka la tuqbidh ruhi hatta ji'tani Jibril aina taraktahu, na hapa kwa jina la Allah sitokukabidhi roho yangu mpaka pale ambapo atakapokuja Jibril. Umemwacha wapi? Yuko wapi Jibril mpenzi wangu? Aje anieleze kuhusu umma wangu, utaishi katika maisha gani? Utakuwaje? Utakuwa katika dhamana ya nani? Malakul mauti anamwambia, ataraktu fi samai ya azihi fi ruhika almalaika, nimembakisha mbinguni. Anapewa pole muda huu ni malaika wote walioko mbinguni kwa ajili ya kifo chako muda huu. Famatama kalamahu, kabla hajamaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuzungumza maneno yale, nazala Jibrilu alayhi salatu wassalam hazina fafadha ainahu, anateremka Jibrilu kwa haraka hali ya kuhuzunika, macho yake yanabubujika machozi. Akifika anamwambia, ya habibal khalqi, ewe mpenzi wa Allah, yaqra'uka rabbuka salam, Mola wako anakutolea salamu, anakwambia anta rasulihi wa mustafahu, wewe ni mtume wake na amekuchagua. Wa in shi'ta yuakhiruka kama yuakhiru nabiyihi Nuhu alayhi salatu wassalam, ukitaka ipo fursa ya kukuakhirisha wewe, ya kuakhirishe kama vile alivyomuakhirisha mtume wake Nuhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Jibril alayhi salatu wassalam, antalqa Allah wa inda dhalika, hakika mimi muda huu nitatekeleza amri ya Mola wangu na wewe unajua jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yuko katika hali ngumu, hali mzito, anamwambia malakul mauti, ya akhi malakul mauti, ali juruhi, chukua roho yangu. Fursa unapata, chukua roho yangu. Wa alijuha liyurahiluha ila rahmatin wa ridwan wa khairatin hisan, fashtada lidhalika karbuhu wa aninu, wakhtalafa bilimbisati shimaluhu wa yaminu. Malakul mauti akaanza kuivuta roho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia kwenye vichwa vya vidole. Roho ikavutwa kwa utaratibu, kwa upole na utaratibu. Malaika wanampepea na kumliwaza. Walamma wasalati ila rukubataihi, roho ya mtume sallallahu alayhi wasallam
ilipofikiria kwenye magoti, wayastarihunahu, malaika wakampumzisha, utungu wa mauti ukasambaa katika kiwiliwili cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye katolewa roho kwa utaratibu mno, kwa heshima na unyenyekevu uliokuwa mkubwa. Vipi mimi na wewe siku hiyo ambayo tutakutana na malakul mauti, wa indana min dhunubika aljibal, na mimi na wewe tuna madhambi mfano wa milima, na tukikanywa hatuwezi kukanyika. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa upole huo na utaratibu na heshima kubwa, utungu wa mauti uliposambaa katika kiwiliwili, mtume hakuweza kustahimili, akatamka kwa huzuni, sauti mzito ya huzuni iliyokuwa kubwa, akasema, inna alladhi an'ama Allah fakaifa ummati, hakika mimi niko katika neema ya Mola wangu, vipi utakuwaje umma wangu siku ambayo watatolewa roho zao? Inna ummati, hakika ya umma wangu, yadhhabu dini sanatan sanata, inaharibika dini mwaka hadi mwaka, muda hadi muda, kama yadhhabu alhablu quwwatan quwwatan, kama vile inavyoharibika kamba wakati ikivutwa, hivyo ndivyo inavyoporomoka dini katika maisha ya umma wangu. Umma ndo mimi ninaozungumza na wewe unaonisikiliza. Thumma yujidhibunahu, kisha roho ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikavutwa. Walamma wasalat ila suratihi, roho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ilipofikiria katika kitovu, wayastarihunahu, malaika wakampumzisha. Walipompumzisha malaika, utungu ukazidi kuenea. Kila hatua inaposogea ile roho kuvutwa sehemu, mpaka ikifika sehemu, ile hali inazidi kuwa ngumu kweli kweli, inazidi kuwa ya shida. Viungo vinaaga viungo vingine, mishipa inaunguka, watakalakalatil a'dha'u wal awsalu, mishipa inakatika katika mwili wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume hakustahamili, akasema, inna maradana ila Allah fakaifa ummati. Mtume anausikitikia umma, na huo umma ambao ni sisi. Annasu niyamu, watu wote tumelala, fa idha matu fantabahu, siku mwanadamu inavutwa roho yake, ndiyo pale yeye anashtuka, anaomba nafasi ya mwisho, anasema, rabbi laula akhartani, ewe Mola wangu nipe nafasi, niakhirishe, nipe nafasi ya mwisho. Wapi na wapi? Mtume anasema, haihata haihata, hala almautu bainahu wa baina ma tashtahi, hakuna tena fursa haiji mara mbili, hakika ya mauti yameika kizuizi baina yako wewe na kile unachokipenda. Thumma yujidhibunahu, kisha roho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ikavutwa. Thumma yujidhibunahu, ikavutwa ila sudurihi, mpaka ikafikilia kwenye kifua. Ilipofika kwenye kifua roho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hapo ndiyo shida ikawa kubwa. Wadhaqatil anfas, pumzi ikawa haina sehemu ya kutokea tena, pumzi haiendi, hahemi wala hapumui. Mama Aisha anasimulia, anasema, wakati huo roho ilipofikiria kwenye kifua, wadhaqati sadri, kifua kikajifinya kweli kweli, mpaka ikawa hakuna sehemu ya kutolea pumzi, ya kutolea hewa. Anasema, waruhu, ile roho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na utaratibu, anasema, yataraddadu, inagonga kulia na kushoto, kushoto na kulia. Roho ya bwana mtume inahangaika na kusumbuka kulia na kushoto, kushoto na kulia. Mama Aisha anasema, kaani andhuru, kana kwamba namuangalia.
huku mtume sallallahu alayhi wasallam anatamka maneno, anasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ya nafsi tubi, ya nafsi tubi, nafsi yangu tubia, nafsi yangu tubia, la sabri li hari shamsika, ewe Allah, siwezi kuvumilia joto la jua lako hapa katika maisha ya dunia, sehemu yenye vivuli. Wa kaifa asbir hari narika, vipi nitaweza kuvumilia siku ambayo hakuna kivuli, siku ambayo hakuna msaada? Joto litakuwa kubwa na jasho litakuwa jingi siku hiyo lenye kuchemka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sisi wote ni wa Allah na tutarejea kwa Allah, hakuna sehemu nyingine ya kwenda. Thumma yujidhibunahu, kisha ikavutwa ile roho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walamma wasalat ila hulqumahu, roho ilipofika kwenye koo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hapo hali ikawa mzito kabisa, jasho linamwaika, sura ya bwana mtume ikabadilika, huzuni zikatanda. Jibril akaelekea pembeni, hakuweza kumwangalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa anaondolewa roho kwa utaratibu, kwa heshima kubwa, huku malaika wanampepea. Mtume anamwangalia Jibril, anamwambia ya akhi Jibril, kaifa tastahi, vipi unanionea haya siku ya leo? Inni la haqa bi rabbi, na mimi natekeleza haki ya Mola wangu. Jibril anamwambia ya habibal khalqi, wa kulluna nakhafu malakul mauti, hakika sisi sote malaika tulioko mbinguni tunamuogopa malakul mauti, siku ambayo atakuja kuchukua roho zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anazungusha kichwa kulia na kushoto, kushoto na kulia, maswahaba twashatil unqul, akili zao zili challenge kumwangalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatuma hakuweza kujizuia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona hali imezidi akasema wa karba, ewe utungu wa mauti. Fatuma akatamka akawa anasema na kuhuzunika, macho yake yanabubujika machozi kama mifereji, huko akisema wa karba likarbika ya abata, wa anta sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa habibi rabbil alamin. فكيف من لا تعلم متى الرحيل ولا يتحقق أين المقيل. Fatuma anatamka anasema wa karbahu likarbika ya abatahu, ewe baba yangu, hali yako ndiyo hiyo uliyokuwa nayo. Wa anta sayyidil mursalin, na wewe ndio bwana wa mitume. Wa imamul muttaqin, na wewe ndiyo kiongozi wa wacha Mungu. Hali yako ndio hiyo umefikia katika hali ya kutolewa roho yako. Wa habibi rabbil alamin, na wewe ndo mpenzi wa Allah. Fakaifa man la ta'lamu mata rahil, itakuwaje kwa yule ambaye itakapotolewa roho yake hajui wakati gani wala saa ngapi, wala hajui majibu atakapouliziwa atayatoa wapi. Wa inda ra'sihi, na mbele ya kichwa cha mtume sallallahu alayhi wasallam, qadahu, kuna chombo, wa fiha ma'u, ndani yake mna maji baridi. Yalla yadahu, anaingiza mkono wake, mtume anachukua yale maji kutokana na joto lililokuwa kubwa, jasho jingi, hali imekuwa mzito ya bwana mtume.
wayamsahu jabini, anachukua ile maji anafuta katika paji lake la uso, angalau apate ubaridi na ile hewa iweze kupungua, huku akisema arrafiq al-a'la, arrafiq al-a'la, arrafiq al-a'la, inna lilmauti sakarat. Mola wangu yuko karibu, lakini utungu wa mauti ni mkubwa. Innal mauta ashadda min 300 min as-sayfi, hakika ya mauti yana utungu mkubwa zaidi kuliko kupigwa dharuba za panga 300 bila ya kuuawa ukawa bado uko hai. Mauti yana utungu mkubwa zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alihangaika na kuhuzunika na kuteseka, kuzungumsha kichwa kulia na kushoto, kushoto na kulia, huku akisikitika mpaka malakul mauti akaona huruma. Malakul mauti akaona huruma, akamwambia ya habibal khalqi, ewe mpenzi wa Allah, idha qabidhtu ruhaka, wakati hapa ninapotoa hiyo roho yako, kaanni aqbidhu ruhi, kana kwamba natoa roho yangu mimi kwa upole mno na utaratibu mkubwa na heshima kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamwambia ya akhi malakul mauti, ewe malakul mauti, idha kana al-amru hakadha, ikiwa huu ndo utaratibu na ndio pole na ndio nafasi ya mwisho kabisa kwa utaratibu na heshima kubwa na unyenyekevu, ndio hapa hali niliyofikiria, hali ninayoiona, fathaqil alayya, fathaqil alayya wa khafif ala ummati, ummati, zidisha matungu juu yangu, zidisha tena matungu juu yangu, zidisha tena matungu juu yangu, lakini umma wangu upate takhafifu. Hauwezi kubeba utungu wa mauti. Siku ambayo watatolewa roho zao, zidisha utungu kwangu mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ya mwisho akasema, Allahumma hawina alaina sakaratil maut. Akamwomba Allah umma upunguziwe utungu wa mauti. Enyi ndugu zangu Waislamu, ikiwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hii ndio hali yake iliyokuwa, vipi mimi na wewe? Hebu tuvute taswira. Itakuwaje siku ambayo mimi na wewe tutaingia katika hali hii, tutafika katika sakaratil mauti? Itakuwaje siku hiyo ikiwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amefikiria katika hali hii? اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعلنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم يا محول الأحوال، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، ويا سلام سلمنا والمسلمين، ويا سلام سلمنا والمسلمين بجاه سيد المرسلين. اللهم يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كثير، ويا حاضر كل خلائق، ويا مونس كل فقير، ويا خالق كل مخلوق، ويا فاتح كل مفتوح، ويا حافظ كل محفوظ، ويا غالب كل مغلوب، ويا مالك كل مملوك، ويا شاهد كل مشهود، اجعل من أمرنا فرجا ومخرجا، اقذف في قلوبنا لا أرجو أحدا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دائم الأبد
المحصي بلا عدد، المقوي النفوس بلا مدد، المولى بلا ولد، العزيز السيد السند، الواحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حفظنا من جميع البلاء والقضاء ما أهلك من شر الأعداء وكهي الحمراء من شر ما خلق بين الأرض والسماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.